Kufuatia hali hiyo, serikali imetoa kibali maalum kwa ajili ya kushughulikia maombi hayo ya mabadiliko ya taarifa ambayo awali hayakuweza kufanyika kutokana na kukinzana na miongozo inayosimamia mabadiliko ya taarifa. Kibali hiki maalum kimetolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Oktoba 25. Ilikuwa kwamba tutoe tangazo hili kuanzia Oktoba 25, lakini kutokana na shughuli za uchaguzi tulisitisha kwanza mpaka tumalize shughuli hizi ili watu tutulie na kuweza kuconcentrate. Na zoezi hili litafungwa baada ya muda kuisha. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kibali hiki kinahusu na kina nani? Tulikuwa na waathirika wa vyeti vya kugushi waliofukuzwa katika ajira za serikali kutokana na kutumia vyeti vya shule vya kugushi ambavyo pia walitumia vyeti hivyo kujisajili NIDA. Kuna watu ambao nakumbuka serikali ya 5 kuna watu zaidi ya 18,000 ambao walifukuzwa kazi kwa kutumia majina ya bandia lakini vyeti vya watu. Lakini ukiangalia kama mtu amesomea cheti hicho, kwa hiyo serikali iliondoa. Sasa unakuta mtu alikuwa anaitwa ametumia cheti cha James Kaji, lakini jina lake halisi ni John Mayunga. Sasa katika huko kwenye kitambulisho tayari kumbe James Kaji tayari ameshasajiliwa. Kwa hiyo mtu anakuja anajikuta anakosa huduma kwa sababu tayari jina linalotumia cheti cha mtu leo mtu ameshasajili aitumia cheti cha kuzaliwa. Kwa matokeo yake umekuwa hengo anakosa huduma muhimu. Kutokana na hilo Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi waziri na wizara wamekaa kwa na kuona kwamba kuwe na hiyo huruma ya kwamba tuwarudishie majina. Kwa hiyo tunamrudishia kwa jina lake halisi, lakini akitoa vielezo nitaeleza huku mbele. Kwa hiyo huruma imetolewa, ndio imetoa kibali hicho kwa mwaka mmoja. Hao ni namba moja, lakini kuna watu waliotumia majina ya watu wengine kupata vyeti vya elimu. Nafikiri naeleka ndugu zangu waandishi. Kwa hiyo na wenyewe hawa unakuta jina lake ni John Mayunga, lakini ametumia vyeti vya Hamadi Athmani. Toka darasa la kwanza amesoma mpaka na PhD kwa kutumia Hamadi Athmani. Ukiangalia tena kuhakikisha kweli alitumia tu kile cheti, lakini na amesoma kweli na kwenye vyuo ameattend. Kwa hiyo wenyewe hawa kuna ile amnesty imetoka kwa ajili ya kubadilisha hayo majina, na hii kama nilivyoeleza kwamba itakuwa ni kwa mwaka mmoja. Lakini pia kuna watu waliotoa taarifa za uongo na udanganyifu katika usajili. Na wengine pia raia wa Tanzania walisajili kama wakimbizi. Kuna watu wengine walikuwa na swawei wanaenda nchi fulani ajipanga kama mkimbizi apate labda nani, lakini anakuja kukosa anajitoa majina tofauti kula tunampa kitambulisho cha ukimbizi lakini kumbe ni Mtanzania. Na wenyewe hawa pia wamepewa, serikali imetoa hiyo huruma kwa ajili ya kuja kurekebisha details kwenye vitambulisho vya NIDA ili waweze kupata huduma zinazostahili. Ndugu zangu waandishi wa habari, nachukua fursa hii kuwataka wananchi wa makundi hayo manne kufika katika ofisi za NIDA za wilaya wakiwa na nyaraka zinazohitajika kutegemea na changamoto iliyopo ili kushughulikia maombi ya mabadiliko hayo. Haya mengine hayana amnesty. Kwa mfano mtu ulikuwa umeolewa, jina lako ni Hamida Juma Makuzo, lakini umeolewa na James Kaji. Kwa hiyo unapia kutumia Hamida James Kaji. Alafu ndoa siku hizi kama mnavyojua siku 2 imevunjika. Au kuna taratibu ambazo ziko wazi, utafuata taratibu, utakuja na cheti cha kuzaliwa, cheti cha ndoa. Kwa madhehebu yote hiyo inakuwa ni rahisi kama ni utaratibu ambao utaendelea kama. Lakini hapa tunapolizungumzia ni wale ambao matatizo yao kama nilivyoeleza katika makundi manne. Kama nilivyozungumza kwamba hizo watu wote lazima kuwa na viambatisho vya lazima pamoja na vya ziada kama utakavyoelekezwa. Ukifika hospitali kama mlitangaza hivi, lakini kuna ingine itakuwa ni comprehensive, utahitajika na vya ziada. Kwa mfano ulibadili dini, tutaangalia kwamba ulibatizwa au ulislimishwa kwa jina hili, mpaka sasa hivi kuna vyeti kila sehemu. Kwa hiyo viambatisho vinavyotakiwa vya wazazi, mpaka sisi ni utambuzi. Unapokupa cheti hiki wewe ni Mtanzania, unaweza ka access huduma zote za kijamii, kumiliki viwanja, kumiliki mali. Kwa hiyo tutaomba hiyo. Viambatisho hivyo ni pamoja na nakala ya cheti cha kuzaliwa, nakala ya vyeti vya elimu, na cheti cha kuzaliwa kiwe kimehakikiwa na RITA, kuwe na DIDPO iliyosajiliwa na gazeti la serikali, na nyaraka nyingine yote itakayotakiwa na ofisi ya NIDA. Ndugu zangu waandishi wa habari, naendelea kuwasisitiza wananchi kuwa maombi yatakayofanywa kazi ni yale tu yatakayokidhi masharti na vigezo vilivyowekwa baada ya wahusika kuwasilisha nyaraka zinazotakiwa kwa ajili ya kuthibitisha taarifa zao.
Na kwa kuwa kibali hiki kimetolewa kwa muda maalum, yani kipindi cha mwaka mmoja, ni wale wote, ni wale wote ndugu zangu kwenye changamoto na taarifa hizo kujitokeza na kwenda kwenye ofisi za NIDA za wilaya. Sio je makao makuu, anzia wilayani. Niwaombe tena kusisitiza, makao makuu tutapokea taarifa zinazoanzia wilayani. Wakiwa na viambatisho vinavyotakiwa ili kufanya marekebisho wanayohitaji kwa muda uliopangwa. Tuna tatizo sisi wa Tanzania, tule rush hao. Kitu kimetangazwa taenda, mtu ametulia, si bado wiki mbili ndio unakuta group la watu 2000, 3000. Kwa kweli hatutakuwa na extension. Nafikiri mimi bahati nzuri huwa sirudi nyuma. Tulielezana na watu ambao hawajachukua kadi zao, tulisitisha tokea tarehe 1 mwezi wa 5, na wengi walikosa huduma. Kwa sababu ifikie hatua Watanzania tuwe na nidhamu, tunapoambiwa kitu tufanye. Kuna kwenye hili kifika tarehe hiyo hujabadilisha, hatuna extension. Na hilo naomba waandishi wa habari ndugu zangu mwasisitizie hatu. Sambamba na hilo, niwakumbusha wananchi wote kutoa taarifa sahihi na za ukweli wanapokuja kujisajili NIDA. Tusifanye mchezo. Wengi magharimu, wengi walikuja wakijua kwamba kitambulisho cha taifa ni utani. Wengine waliandika majina ya ajabu, na wengine walifoji, na wengine wameenda kujisajili mara 2. Lakini sisi kutokana na utao na system tuliokuwa nayo, ukishaweka fingerprints tu, ukirudi tutakukamata. Kuna wengine walikuwa ni wakimbizi, ametoka kule amechomoka kambini, tumemsajili kama mkimbizi, anakuja Tabora anapata kazi, au anakuja shambani Bagamoyo kwa mtu, anakwenda kujisajili tena kama mimi Mtanzania. Na baadhi ya watendaji wamekuwa sio waaminifu, wanatoa mpaka wanapataje hata vyeti vya kuzaliwa, wanapata form watendaji wanaidhinishia, lakini ukija kwenye fingerprints tunakukamata. Sasa hivi hatutakuwa na mswali ya Mtume.